Sema happy Easter. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wanafundisha habari ya kusema happy Easter ama Pasaka ya mwezi wa 4. Haleluya. Basi nakupasha habari, mimi niko kinyume na hiyo. Maana hiyo sio Pasaka. Pasaka ni sikukuu ya Mungu. Alipotoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, Mungu akasema ni usiku wa kuangaliwa sana katika wana wa Israeli wote. In the school, wakati watoto wanasoma shule, wanafundishwa vizuri ya kwamba the Passover ni wakati wana wa Israeli walitoka Misri wakaingia katika nchi ya Kanaani. Lakini ukiingia ndani ya dini unakuta hakuna hiyo. Wanakumbuka kuua vile walivyomuua Yesu Kristo. Waliomuua sio wengine bali ni wale waliookoka. Yesu akapelekwa kwa kaburi na wale ambao ni Waislamu. Hakupelekwa na watu wengine bali ni wale aliyekuja kwao. Na ni uvumi wa habari mbaya inaenea duniani. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Haleluya. Hivi dunia nzima inasema ni Pasaka, lakini mimi nakupasha habari hiyo sio Pasaka ambayo inafundishwa duniani. Tusalimiane tena kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nisome ndani ya kitabu cha Kutoka chapter number 12 verses number 1. In the book of Ezra, kama kuna mwingine alikuwa hapa akisema niko Easter, I'm sorry. Hiyo sio Pasaka. That is not the Passover. Hiyo sio siku wana wa Israeli walipotoka Misri. Na Mungu alisema hii ni amri kwako na kwa wanao. Let we hear from the Bible. In the books of the law, iliyoandikwa na Musa kitabu chake cha pili. Akisema ndani ya Kutoka 12. Nisomee leo 12 verses number 1. Mungu akanena na Musa na Haruni. Mungu akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Katika nchi ya Misri. Akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kulikuwa na miezi na kalenda iliyokuwa duniani. Nyakati za Musa akipewa habari hii. Ametoka kuchunga kondoo za Jethro. Amesiacha kondoo za Jethro. Ametuma kwenda Misri. Aende akatoe wana wa Israeli. Akawatoa Israeli baada ya kuwatoa ndani ya nchi ya Misri. Hata kabla hajawatoa wako Misri, na Mungu anaongea na Musa. Anamwambia siku hii itakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Kalenda iliyokuwa ikageuzwa. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kalenda iliyokuwa ikageuzwa. Kalenda iliyokuwa ikageuzwa kukawekwa another kalenda ya Mungu na Israeli. Mungu anaambia wana wa Israeli siku hii itakuwa siku ya kwanza ya mwezi kwenu. Wako Misri hawajui watatoka vipi, lakini Musa anaambiwa waambie watu hawa bado watatoka, lakini siku hii itakuwa mwanzo wa siku kwenu. Itakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Kalenda iliyokuwa ikageuzwa na Mungu. Wakawekewa another kalenda. Wakawekewa another kalenda. Wakawekewa another kalenda. Soma neno usikie. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Kama hujazaliwa na damu ya Yesu Kristo, ujumbe usi wako. Maana naongea na Mwisraeli. Mtoto na baba ni kitu kimoja. Kama umezaliwa na damu ya Yesu Kristo, ujumbe ule wako. Kutoka hapa mpaka mwisho wa dunia, watu wako makanisani kama siku ya leo, na habari hii hawaambiwi, habari hii hawapewi, na Pasaka inafundishwa sio hiyo. Soma neno. Mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huu. Siku ya 10 ya mwezi huu. Kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache. Kwa mwana kondoo. Basi yeye na jirani yake. Aliye karibu naye. Aliye karibu na nyumba yake. Na watoe mwana kondoo mmoja. Kwa kadri ya hesabu ya watu. Na kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu. Kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu
mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Watamchinja jioni. Wako Misri watu hawa, na habari inawafikia vile watakavyofanya. Soma. Nao watatoa baadhi ya damu yake, na watatoa baadhi ya damu yake, na kuitia katika miimo miwili, na kuitia katika miimo miwili. Miimo miwili ni fremu za mlango. Katika miimo miwili, fremu hii na hii, kizingiti cha juu ni mahali fremu imeshikanishwa pale juu. Hii ndio kizingiti na kizingiti katika mlango ule. Unapoona sio dirisha, ni mlango, miimo miwili, na katika kizingiti cha juu. Soma. Na katika kizingiti cha juu, na katika zile nyumba, katika zile nyumba watakazokuwa, katika zile nyumba watakazomla, watakula nyama yake usiku ule ule. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, imeokwa motoni, pamoja na mikate isiyotiwa chachu, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Hebu rudia nyuma. Mali wanatoa damu yake na kuitia katika miimo miwili. Siku ya 14 wakati wa jioni wanamchinja. Tena watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili, katika zile nyumba atakazomla. Hiyo ni tarehe 14 Februari, ambayo mliingeuza mkaiweka kuwa Valentine, na mliongea na Mungu mgeuze sauti yake, ili 14 Februari mnaingia ndani ya sikukuu ya kusema ni siku ya wapendanao. Endeni mkapendane. Tuone, soma neno. Nao watatoa baadhi ya damu yake. Nao rudia nyuma kidogo. Nanyi mtamweka hata siku ya 14. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake, nao watatoa baadhi ya damu yake, na kuitia katika miimo miwili, na kuitia katika miimo miwili, na katika kizingiti cha juu, na katika kizingiti cha juu, katika zile nyumba watakazomla, katika zile nyumba watakazomla. Wakaambiwa tarehe hiyo 14 watapaka damu katika milango yao, miimo miwili, fremu ya pande ile na pande hii, na katika kizingiti cha juu, katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule. Soma. Watakula nyama yake usiku ule ule. Ina masharti ya kupika. Watakula nyama yake usiku ule ule. Imeokwa motoni. Sio chemsha. Imeokwa motoni, ni ya kuchoma. Pamoja na mboga, pamoja na mkate usiotiwa chachu. Pamoja na mkate usiotiwa chachu. Au utaweka mkate wako yeast ama utengeneze na chumvi. Ni mkate usiotiwa chachu. Unleavened bread. Soma. Tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi. Msile mbichi. Wala ya kutokoswa majini. Wala msichemshe. Bali imeokwa motoni. Bali imeokwa motoni. Kichwa chake. Wale wa kuchemsha supu ya kichwa, kichwa ni choma. Ina masharti. Kichwa ni choma. Pasaka ina masharti. Hii ni ya kula pilau. Sijui nani alienda mbinguni akaongea na Mungu wangeuze wale pilau. Hii yako ya kwenda kunywa pombe. Sijui nani alienda akaongea na Mungu wangeuze Pasaka hii ya Mungu. Ni mitume, ni Petro, na ama ni Tomaso, ama ni Filipo. Nani waliongea wakaenda wakaongea na Mungu wangeuze Pasaka hii ya Mungu. Soma neno. Kichwa chake. Kichwa ni choma. Na miguu yake. Na miguu yake. Na nyama zake za ndani. Watu wenye kuchemsha matumbo, ole wako. Hiyo ichemshe. Soma. Wala msisaze kitu chake chochote. Wala msisaze kitu chake chochote. Hata asubuhi. Hata asubuhi. Bali kitu kitakachosalia. Bali kitu kitakachosalia. Hata asubuhi. Hata asubuhi. Mtakichoma kwa moto. Mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi. Ina masharti wakati unapotafuna na kula. Tena mtamula hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Wakati umeandikiwa message Happy Easter, amekueleza vile utakula hiyo Easter. Maana amekuandika na kama uko kazini na umeachiliwa, umepewa muda wa kwenda kusherehekea Easter, umeelezwa vile utaisherehekea Pasaka hii.
iko na amri ya vile utakula, tena mtakula hivi. Soma. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Na fimbo zenu mikononi. Na fimbo zenu mkononi mwenu. Nanyi mtamla kwa haraka. Nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Mungu. Ni Pasaka ya nani? Ya Mungu. Ni Pasaka ya nyanya yako. Ni Pasaka ya nani? Maandiko yamekueleza vizuri. Ni Pasaka ya Mungu. Nisome ndani ya kitabu cha Hesabu chapter number. Some hapo chini. Kuna Hesabu hapa nimeandika hapo. Hesabu chapter mambo ya Lawi kwanza. Nisome hapo kwa mambo ya Lawi. Nipe kitabu. Hallelujah. Nisome ndani ya kitabu kitakatifu. Kama una Biblia hapo pia fungua. Nisome ndani ya kitabu kitakatifu, ndani ya kitabu cha mambo ya Lawi 23 verses number 4 to 5. Sikukuu za Mungu ni hizi. Sikukuu za Mungu ni hizi. Ni makusanyiko matakatifu. Ni makusanyiko matakatifu ambayo mtapigia mbiu kwa nyakati zake. Ambayo mtatangaza mpigie mbiu kwa nyakati zake. Mwezi wa kwanza. Siku ya 14. Siku ya 14. Kalenda imegeuzwa ndani ya taifa. Mwezi wa Israeli umeanza. Mwezi wa kwanza ambao ni February 14. Ndio mwezi wa kwanza January ya Israeli 14. February 14 katika kalenda mlizo nazo Roma. February 14 mwezi wa kwanza siku ya 14. Utasikia mwingine akiniuliza imeandikwa wapi hiyo mwezi wa pili tarehe 14 yenye mweka falda? Nitakusomea. Soma neno. Bado wengine vichwa vimeanza kupiga darubini. Hiyo mwezi wa pili ni gani hii? Hii mwezi wa pili imeandikwa wapi hii? Hii mwezi wa pili ni gani? Na sijaisikia tangu kuzaliwa. Soma neno. Mwezi wa kwanza. Siku ya 14 ya mwezi. Siku ya 14 ya mwezi. Wakati wa jioni. Ni Pasaka ya Mungu. Ni Pasaka ya nani? Ya Mungu. Tarehe 14. Leo tarehe ngapi? Nani anajiangalia kalenda Pasaka yenu imeanza tarehe gani? Hiyo Pasaka ilikuwa imeandikwa ni ya tarehe gani? Mmeambiwa hapo Isa. Tarehe 18. Mimi sijasikia kisema tarehe 18. Neno inasema tarehe 14. Siku ya 14, 14. Ni Pasaka ya Mungu. Nisome ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati chapter number 16 verses number 1. Soma neno. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa kwanza. Tupate kujua nani aliyeenda kaongea na Mungu wakangeuza Pasaka. Sasa utakuta kila mahali ni watu kunywa pombe, kucheza disco, kutenda matendo maovu ambao ni sikukuu ya Mungu. Wameharibu na wakafumisha habari za uongo. Nitakusomea pia. Nisomea katika Kumbukumbu la Torati chapter number 16 verses number 1. Utunze mwezi wa Habibu. Ukamfanyie Pasaka Mungu wako. Salimiana kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukamfanyie nini? Pasaka. Sasa hiyo Pasaka ukamfanyie Mungu ni gani hiyo mnayejua? Ukamfanyie Mungu Pasaka nyakati za Hezekia mfalme akitawala ndani ya Wayahudi. Alikaa akakosa kumfanyia Mungu sikukuu zake, mpaka katika Yerusalemu wakachonga mpaka sanamu wakazieka. Akaja Hezekia akashikwa akapelekwa mpaka Babeli, akakaa katika hali ya kufungwa, amefungwa mnyororo na mpingo. Akiwa kule akamlilia Mungu. Mungu akamsikia, akamtoa gerezani. Aliporudi akapita mbio katika Israeli wote. Na kama vile mnavyosikiza leo,
alipopiga mbiu katika Israeli wote, Yuda pamoja na kabila zote za Israeli. Kuna wengine baada ya nyaraka kupeanwa watu wakutane Yerusalemu wafanyie Mungu Pasaka, maana walikuwa hawajafanya Pasaka. Wengine wakiambiwa walikuwa wanacheka cheka. Walikuwa wanamcheka cheka. Lakini alipofanya dhabihu hii Mungu akamsikia, wale waliotii wakapona. Maana ni dhabihu ya Pasaka ya Mungu. Nisome ndani ya kitabu. Soma hapo chini. Kwa kuwa ilikuwa mwezi wa Abibu. Kwa kuwa ilikuwa mwezi wa Abibu. Alipokutoa Misri usiku Mungu. Alipokutoa Misri usiku Mungu. Mungu wako. Mungu wako. Nisome ndani ya kitabu cha Hesabu 9. Kuanzia 1. Sio nyinyi mumeanza. Baba zenu waligeuka tangu zamani, lakini leo wewe uliye ndani ya nyumba hii, shika sikio lako na kuonya, siku kila hiyo Pasaka inaliwa kama ya leo, usije hapa. Kaa huko. Soma. Kisha Mungu akanena na Musa katika bara ya Sinai. Kisha Mungu akanena na Musa katika bara ya Sinai. Kama pia unataka kuongeleshwa kama Musa, ongeleshwa uje na nyaraka kama ya Musa. Mungu akaona kibali kwa Musa na akasema na Musa, ni uchungu sana unamuita Mungu na yeye anakuambia tenda na utende, hatakuja. Wewe je, hatakusikia? Utashinda ukisema sipewi sipewi. Utaanza kumtukana Mungu. Ni juu ya kutotii sauti yake. Amesema tenda tenda. Haleluya. Salimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nyakati hizo katika kitabu cha Hesabu, hiki ni Methali Bukongelo iliandikwa na Musa. Mungu akanena na Musa na katika bara ya Sinai. Mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri. Mwezi wa kwanza baada ya kutoka, kalenda imebadilika. Baada ya kutoka Misri, akawaambia tena wana Israeli na washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Tena wana wa Israeli washike Pasaka kwa wakati ulioagizwa. Siku ya 14 ya mwezi huu. Siku ya 14 ya mwezi huu. Wakati wa jioni. Wakati wa jioni, na ni mwezi wa kwanza wa Israeli. Mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa. Mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa. Kwa amri zake zote. Kwa amri zake zote. Na kama hukumu zake zote zilivyo. Na kama hukumu zake zote zilivyo. Ndivyo mtakavyoshika. Ndivyo mtakavyoshika. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba washike sikukuu hiyo ya Pasaka. Nao wakashika Pasaka katika mwezi wa kwanza. Katika mwezi wa kwanza. Siku ya 14 ya mwezi. Siku ya 14 ya mwezi. Wakati wa jioni. Wakati wa jioni. Katika bara ya Sinai. Katika bara ya Sinai. Vile vile kama hayo yote Mungu alivyomwagiza Musa ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Basi walikuwako watu waume kadha wa kadha. Tusalimiane kama vile mlivyo. Kulikuwa watu kadha wa kadha waliokuwa na unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu. Tusalimiane. Hawa wana unajisi. Na nisikii ifika ni wakati wa kushika Pasaka. Na wana unajisi wa maiti ya mtu. Hata wasiweze kushika Pasaka siku hiyo. Wakaambiwa nyinyi mna unajisi, msishike hii. Mtatutia unajisi. Mkae na maiti yenu. Tunakula Pasaka. Nao wakaenda mbele ya Musa na Haruni. Wakaenda mbele ya Musa na Haruni. Siku hiyo hao watu wakamwambia. Wakamuuliza. Sisi tu hali ya unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu. Tuna unajisi, tuna mtu umefiliwa. Nasi tumezuiwa kwa nini hata tusipate kumtolea Mungu? Na tumeambiwa tumezuiwa tusitolee Mungu Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Kati ya wana wa Israeli. Musa akawaambia. Ngojeni hapo. Tusalimiane. Si unaona vile ninavyoongea na nyinyi hapa. Musa alikuwa akiulizwa swali kama uniulize swali. Haleluya. Nami naingia nikaongeleshwa. Niambiwe jibu lenu. Musa akaongeleshwa na Mungu. Haleluya.
Hakukuwa na watu wengine, si watu walikuwa. Lakini Musa ameulizwa swali, hawezi jibu. Akaambia ngojeni hapo. Ngojeni hapo hata nipate sikiza Mungu atakalo agiza juu yenu. Atakalo agiza juu yenu wenye mnaona jinsi. Mungu akanena na Musa akamwambia. Nena na wana wa Israeli. Kuwaambia. Sikiza. Mtu wa kwenu au wa vizazi vyenu yeyote atakayekuwa na unajisi kwa ajili ya maiti ya mtu au akiwepo mbali katika safari, hata kama uko Amerika, na hayo yote, hata kama uko Switzerland, hata kama uko Europe, hata kama uko Canada, hata kama uko wapi, hata kama uko Tanzania, wengine mtasafiri hapa. Ngoja utoke nikufundishe hii, uende ufurishe kichwa ndio utatia akili. Mimi si nyanyako. Na hayo yote ataishika Pasaka kwa Mungu. Sikiza. Hata kama una maiti utakula Pasaka. Hii haiku umefelewa. Hii Pasaka Mungu alipoambia wana wa Israeli waishike ndani ya Misri, wazaliwa wote wa kwanza wa binadamu na wa mnyama wote Misri walikufa siku moja. One day. Ukiamka nyumba hii kuna maiti, hii ingine kuna maiti, unakuja ukifika unakuta naye hakuna wakuzika mwenzake. Misri nzima mpaka mfungo wa Farao, mpaka aliyekorokoroni, maiti aliyekorokoroni ni mzaliwa kwanza amekufia hapo. Wote nchi ya Misri hakuna nyumba asipokufa mtu ndani ya Misri, na inaitwa Pasaka. Alafu mnakuja mnageuza. Nyinyi ndio nani? Ndio mgeuza sauti ya Mungu. Na akasema nitakasieni mimi kila mzaliwa wa kwanza, kila afunguaye tumbo wa binadamu na wa mnyama ni wangu huyo. Ni wapi mnatenda matendo hayo? Ni wapi mnayatenda hayo? Na nia alisema baada ya hiyo siku Waisraeli kutoka, akasema nitakasieni mimi kila afunguaye tumbo wa binadamu na wa mnyama ni wangu huyo. Ni wapi mnatimiza hiyo dunia? Vichwa vimejaa ujinga na makamasi. Kazi yenu ni kugeuza neno la Mungu, inaenda hivi, unaanza kwenda hivi, na unasema hii ndio Mungu. Mungu anakuambia tupite hii, utaki. Unafuata taratibu. Ni sababu zenu ndio waliomuua Yesu Kristo duniani, ndio waliyesema asulubiwe. Pilato akaenda akawauliza, mbona mnamsulubisha mfalme wenu? Wakasema hapana, asulubiwe. Pilato akatafuta, ni shida hakuna. Walimpeleka kwanza kwa Kayafa, akakataa, wakampeleka kwa Pilato. Na ilikuwa ni siku tena ya Sabato, tena ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka. Zimeungana Pasaka na Sabato. Haleluya. Na wakasema asulubiwe, wakamuua Yesu. Wamejifunga wasinywe wasile. Nani wao wanajifunga kama sio nyinyi? Hapa hakuna kufunga. Kufunga ni tule mchunga uchungu na mkate. Huyo mtu hajafunga. Soma. Na Mungu anakutimizia unachohitaji. Waje mtoto. Soma. Mwezi wa pili. Siku ya 14 ya mwezi. Umesikia ni mwezi gani? Ni mwezi gani? Siku gani? Kwenye ni kalenda inasema ni Valentine. Kichwa mbovu. Usisherehekee hiyo Valentine tena. Chukua Biblia yako. Hata heri ukajipake uchafu. Uingie kwa mavi ya ng'ombe ujipake mpaka kiara. Soma. Mwezi wa pili. Siku ya 14 ya mwezi. Wakati wa jioni. Wataishika. Watamla pamoja na mkate usiotiwa chachu. Na mboga zenye uchungu. Wasisaze kitu chake chochote. Hata asubuhi. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nataka nikuulize, katika wote mitume walikuweko. Katika mitume hawa nimewaandika hapa. Tukianza na Petro, ndiye alikuwa kiongozi. Andrea, Filipo, Peter, Andrew, James and John, Philip, Bartholomew, Thomas and Matthew.
Isakari wote hawa wote pamoja na milango 12, nani alienda mbinguni akaongea na Mungu? Hebu nisome ndani ya kitabu hiki. Nisome ndani ya hiki kitabu. Nisome ndani ya kitabu cha Waebrania, not Waebrania, Hesabu 28 verses number 16. Hiyo Hesabu 28 verses number 16. Nani alienda mbinguni akaongea na Mungu ageuze Pasaka? Maana dunia nzima imefumisha habari isiyo. Mwingine afungue ndani ya kitabu cha Kutoka 23 verses number 1. Nisome hiyo Hesabu kwanza. Tena mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi ni Pasaka ya Mungu. Salimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wengine wenu siku ya leo ni mambo unasikia ni kama ndoto, maana tangu kuzaliwa haujayasikia, na umeishi kanisani haujasikia hata siku moja. Lakini nakupasha habari ya kwamba hauwezi ukageuza neno hili la Mungu. Iliandikwa, na waliogeuza hii ndio walioungana wakashikana wakasema wamsulubishi Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwenyewe alikula Pasaka, akaambia Petro na Yohana, endeni mjini mkamkute yule mama aliyeweka kiriba kichwani mwake, mumfuate mpaka mahali atakapoingia. Mkiingia hapo muulizeni mwenye nyumba, iko wapi nyumba ya kufanyia Pasaka? Mwalimu anatutuma. Ishara ya Petro ni kuwa kiriba akienda sokoni watu ni wengi, lakini ameambiwa yule atakaye kuwa na kiriba kichwani usimuongeleshe, bali mfuate nyuma mpaka mahali ataingia. Yesu hakuna kina Petro mbali, lakini Yohana mama na kiriba ametoka katika nyumba ya Pasaka ya kufanyia dhabihu na Pasaka ya Mungu. Mwenye nyumba Petro akaenda mpaka sokoni. Ishara kwao ni mwanamke aliyeweka kiriba kwa kichwa. Hawajaambiwa umuongeleshe mwanamke yule, bali mfuateni mpaka mahali ataingia. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kama Yesu aliheshimu Pasaka ya baba yake, nani huyo aliingia duniani ama alienda akaongea na Mungu wangeuze Pasaka? Mitume aliwaambia tukutaneni Galilaya, maana naingia katika mikono michafu. Siku ya 3 tukutanieni nani Galilaya. Hakuna mmoja alienda Galilaya. Maandiko katika kitabu cha Marko inasema, naye alipotoka kwa wafu, aliyekutana naye wa kwanza alikuwa ni Mariamu Magdalena aliyemtoa pepo 7. Naye akaenda akawapasha habari wale wengine, hawakusadiki. Akawatokea wawili wakielekea Emmaus, na wakarudi wakaenda wakapasha wale habari, hawakusadiki. Mara ya 3 akawatokea wote wakiwa mezani wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Mitume wote 11 akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Maana Judasi Iskarioti ameshajinyonga, ikabaki 11. Naye ndiposa Petro baadaye wakachagua Matias, kukaitwa mkutano uliohudhuria watu 120 ili kumchagua Matias. Hakungekuwa na mazishi, hakungekuwa na mateso, maana aliwaambia tukutanieni nanyi Galilaya baada ya siku 3. Hakuna mmoja alienda. Alipowakuta wakila akawakemea. Kukemewa si kubarikiwa. Gusa mwenzako muulize, kukemewa je ni kubarikiwa? Amekujibu akasema nani? Ndiyo ama ni hapana? Basi Yesu akawakemea na akawaambia enendeni. Hapo ndio utakuta nikiwa na kitabu yangu niko pale, mimi ni bishop, mimi ni bishop, mimi ni nimesimama pale nasema haleluya,
tumetumwa duniani tukahubiri habari njema. Atakayeamini ameokoka. Wewe hukuamini. Wakaambiwa jilindeni nafsi zenu pamoja na kundi ambaye Roho amewapa kuwa wasimamizi juu yake. Utajilindaje kwa kitu usichokijua? Umeambiwa ukajilinde nafsi yako. Kanisa ikarejeshwa kwa ubatizo wa mto wa Yordani, ikarudishwa katika ubatizo wa mto wa Yordani. Sauti ikasema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia, enyesheni mapito. Ilikuwa ni nyakati yake Yohana alipotumwa akahubiri, itengenezwe njia ya Yesu Kristo Mesiya, kiongozi na mfalme ambaye ndiye mwenye nyumba hii. Haleluya! Ilikuwa ni wakati huo, itengenezeni njia, enyesheni mapito. Leo kungekuwa na mateso ya mauti na nini, maana Yesu aliwaambia ninazo funguo za kuzimu na mauti. Haleluya! Ufalme wa Yesu Kristo mwana wa Mungu, Yohana akahubiri. Leo hii utakuta ubatizo wote ulirejeshwa katika mto wa Yordani. Yesu akasema mwabatiza kwa maji, lakini mimi nabatiza kwa moto. Ubatizo wa moto, ubatizo wa moto, ubatizo wa moto. Mitume akarejeshwa katika ubatizo wa mto wa Yordani. Petro anasema ni shujaa sana. Naambiwa wewe unasema ni shujaa, lakini utanikana mara 3 kabla ya jogoo kuwika. 3 times utanikana wewe, maana naingia kwa mikono michafu. Vile walivyomwona Yesu ametendewa nduguye aliyekatwa sikio na Petro, walipokuwa anamshika akasema, wewe si nilikuona kule mkutano? Akasema hapana. Sasa jogoo kuwika zimefika. Akitazama na Yesu akageuza uso, wakakutanisha macho na Petro. Petro akalia kwa uchungu sana. Neno ikatimia ya kwamba utanikana mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Salimiana kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni nani yule aliyeenda mbinguni akaongea na Mungu ageuze Pasaka, ndiposa dunia nzima ifumishe habari za uongo? Nisome ndani ya kitabu cha Kutoka 23 verses number 1. The Bible says, Biblia inasema usifumishe habari za uongo, usitie mkono wako pamoja na muovu kuwa shahidi wa udhalimu, wala usiandamane na mkutano ili kutenda uovu. Kwa nini muungane? Mungeuze Pasaka ya Mungu. Takutana nami katika bonde la Yehoshafati. Hauijui, maana mmepigia nchi ya baba yangu kura na kugawanya ili kupata kahaba, na kupigia kura vijana ili kupata pombe kulewa. Takutana nami katika bonde la Yehoshafati. Nisomee neno ndani ya kitabu cha Kutoka 23 verses number 1. Na leo wewe uko hapa, kutoka leo epukana na hiyo. Wanashida watu watumia message happy Easter, akinitumia na mwambia shame on you hapo kwa hapo. Maana maandiko yanasema usifumishe habari za uongo. Ukinitumia happy Easter haimalizi sekunde, shame on you. Maana hiyo si Pasaka. Soma. Usivumishe habari za uongo. Maandiko yanasema usivumishe habari za uongo. Usitie mkono wako pamoja na muovu. Usitie mkono wako pamoja na muovu. Kuwa shahidi wa udhalimu. Kuwa shahidi wa udhalimu. Usiandamane na mkutano kutenda uovu. Usiandamane na mkutano kutenda uovu. Wala usitie ushahidi wako katika neno lolote. Wala usitie ushahidi kama saa wengi muna ushahidi wa kusema tuko Easter, tuko kwa Pasaka, tuko kwa Pasaka gani? Nyenyanya. Usilete hapa. Pasaka gani? Pasaka ndio hii. Na nani huyo? Mapasta hawataki. Kwa nini hamtaki? Na nyinyi ndio mmesimama. Yesu akawaambia, mnasema nyinyi ni wa Ibrahimu, lakini si kwa kweli. Maana Ibrahimu hakuwa na nyinyi mtafuta kuniua. Soma. Kwa kugeukia kando na kuandamana na mkutano ili kupoteza
Usiandamane na mkutano kupotoa hukumu. Ati uende ukaanze kukaa nao, unacheza unasema ni Pasaka, ni Pasaka. Haleluya. Toka kati yao. Ukiwasikia wanaenda, hata utawakuta wakinywa pombe. Enda klabu. Sawa? Utasikia mtu akisema tuko kwa Pasaka. Leta tulike. Mko vipi? Utakuta wengine sahihi sherehe zimetandazwa na kwenda kufanya zina za kila aina. Na Pasaka inasema ya kwamba ndani ya kitabu cha Kutoka chapter number 12 verse number 25, itakuwa hapo mtakapofikiria hiyo nchi. Sikiza, wana wa Israeli wametoka Misri, wanaambiwa mtakapofika hiyo nchi mnaenda, ndipo mtakaposhika utumishi huu. Maana hiyo Pasaka ya kwanza ikifanywa, wengine hatukuwa. Ama mlikuwa? Hakuna mmoja wetu alikuwa hapa. Lakini kulikuwa na baba zetu. Na kile tunafuata ni kile kilikuwa na baba zetu, si kweli? Cha kushangaza ni moja. My mother, she's a lady now in SK, retired now. Huwa ananiuliza, mtoto imangu umetoa wapi? Huyu aliye juu ndiye aliyeleta hapa. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na wewe pia ukitaka iletwe basi muite. Mimi sikumuita. Yeye alileta kwa kupenda kwake. Hayo mema nikiwa youth leader na choir master ndani ya inaitwa St. Francis ama St. Stephen SK. Nikiwa na mama hapa in Western Region St. Stephen's Church Parish, nikiwa youth leader. Nilimwambia kama njia ya kwenda kwa Mungu ndio hii, mnaenda nyinyi mareverend na mabishop na makibishop, hii siendi, maana sijaona Mungu hapa. I remember well. Na nikatoka nje na nikaambia Mungu, mimi ni baridi. Maandiko yako yanasema usiwe fukufuku, ubaridi humoto. Nikamgeuka nikaangalia juu nikamwambia, leo mimi niko baridi. Na nikaingia klabu inaitwa Airport Bar. Nikachukua prisoner na embassy light na kiberiti, nikaketi kwa geti ya kanisa. Ndio kitoka wasiseme ninakunywa pombe nimejificha. Nimemwambia njia kwenda mbinguni kama ndio hii yenu siende. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na nikanunua panga, akija kunihubiria ni mkatakate. Niandiko kwa gazeti. Na nikaambia Mungu, mimi ni baridi. Na nikakuwa baridi kweli. Na nikakuwa baridi kweli. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na nikakuwa baridi kweli, hakuna chenye singefanya. Maana ninamwambia mimi ni baridi. What next am I waiting? Kile nisitaki neno lake litukane juu yangu. Lakini ukianza kuweka hizi vyombo na wewe ni pastor unaanza kuhubiri huko kwa shida. Maana nitakuja, sijui ni nini nalishika. Mpaka nichukue hiyo microphone. Mwambie njia ya Mungu itafuteni. Wacheni hii itafuta njia ya Mungu. Na ninageuka naingia narudi. Salimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na hivyo nikiwa nimeikataa, yeye ananiambia Ibrahimu, enda kahubiri. Namwambia siendi. Pea wale walio na suti wape wakahubiri. Ananiambia Ibrahimu, rudi enda hubiri. Siendi. Haleluya. Itafika wakati akaniambia, sasa now it is now you have to turn back to preach the gospel. Nikamwambia siendi. Na nikachukua panga na choka. Kuliko nikae na watu, nikae na pori. In Mount Kilimanjaro hapo chini. Nikakaa for so many years. Tumekutana. Ndio ungesema umeona kitu hujaiona.
Salimiana kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na akaniambia utahubiri kweli. Nikamwambia sihubiri pea wale. Aniambia hapana, utahubiri. Akanishika mkono na kanigeuza. Kaniambia ona haya. Akanifundisha habari ya Pasaka hii. Kuna Biblia, wacha hizi mumeandika. Kuna Biblia hapa. Hiyo hawezi choma na hawezi toa karatasi. Kama vile mnafanya katika Empire. Hauwezi ukaitoa karatasi kama mlizo nazo hapa. There is another Bible. Hapa juu kwa hewa. Iko Biblia, wacha hii mlie nayo. Maneno ya Mungu yaliye hapa. Yapo mengine. Hauwezi ukayachoma wewe. Kaa ukijua hayo. Kutoka leo. Hauwezi ukamaliza neno la Mungu. Akanirudisha kwa ujumbe huu. Na akanifundisha Pasaka hii. Niliporudi nikakutana na baba yangu. Nilipofika akanisalimia akaniambia karibu. Ujumbe ukaanza. Tusalimiane tena kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Leo hii ujue ya kwamba ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo, si wa ufalme huu mlio na hapa wa kupiga kura. Hapana. Ufalme wa Yesu Kristo sio huu mlio nao wa kupigia kura kwa wale watu mnajuana. Hautaki hayo mlie nayo. Haleluya. Yesu akiingia duniani akaambia Pilato, ningekuwa wa ufalme huu wenu mlie nao, ningeita jeshi na initetee. Lakini sasa mimi si wa ufalme huu mlio nao. Pilato akamwambia, unajua nina uwezo wa kukutoa ukufungue ama nikufunge. Yesu akamgeukia akamwambia, mimi si wa ufalme huu wenu, na ningekuwa huu wenu ningeita jeshi nitetee. Na ninalo. Salimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maandiko yamesema usivumishe habari za uongo, usitie mkono wako pamoja na mwovu kuosha uliodhalimu. Kutoka leo Biblia hii haigeuki. Fuata neno hili la Mungu, halitakuacha. Fuata sauti ya Mungu, haitakuacha. Katika dunia na katika saa hii tuko katika mwaka wa pili. Katika tuanze sikukuu za maachilio za mwaka wa 7, mwaka wa Mungu. Juzi tulipokuwa katika mwaka wa 7, maandiko inasema utapanda mbegu katika nchi yako miaka 6. Shika kidole. Miaka ngapi? Na kuyafuna maongeo yako. Lakini mwaka wa 7 utaiacha nchi ipumzike na kutulia. Katika kuzaliwa kwenu hakuna mtu amewaisikia hii. Wakati nimeanza hiyo mwaka hapa, kila mahali nitaruki mpaka nikaekewa baraza. Na imeandikwa mwaka wa 7 utaiacha nchi ipumzike na kutulia. Hao maskini miongoni mwa watu wako wapate kula, na hicho watakacho sasa wapate kula wanyama wa kondeni. Siku 6 utafanya kazi yako, na siku ya 7 utapumzika, ili kwamba ng'ombe wako na punda wako wapate kupumzika, kisha mwana wa mjakazi wako wapate kuburudika. Hiyo ndio siku ya Sabato, siku ya 7. Nikauliza walioniweka kwa baraza, nyinyi kila Jumamosi na Jumapili siwakuti hapa katika ofisi hii. Basi maana hii masema haifai, na nyinyi ni wakute hapa kwa ofisi, maana zimeandikwa pamoja, mwaka wa 7 na siku ya 7 yenye mnatii. Ama uende mbinguni kaongea na Mungu na uniletee baraka ndio nisitii maandiko hii. Salimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila mahali Makina nzima ilikuwa kuna pasta anasema watu wasilime, kuna pasta anasema watu wasilime kila mahali, mpaka kwa mazishi, mpaka MCA anatangaza. Aende akafute hiyo neno. Na ongea na Mungu alete ingine. Tufuate hiyo yake. Salimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neno la Mungu aligeuki. Usivumishe habari za uongo. Neno imesema na imenyamaza. Wewe ongeza yako, tuonio yako, na hii neno ni gani ya maana? Haleluya. Kutoka leo kama ulikuwa umeandaa sherehe ya kwenda mahali ukienda kusherehekea hii story,
hiyo futa. Ni wangapi kati yenu mmepanga kwenda kusherehekea hiyo Easter? Nionyeshe kwa mkono juu, maana wengine mlikuwa mmeandaa, hata mwingine amechinja kuku mahali ya kwenda Easter. Nione kwa ishara mko usienda tupa. Leo kuku tupia mbwa. Haleluya. Maana sio Pasaka hiyo, tupia mbwa. Usiweke kwa mdomo. Mimi sikukuita hapa. Aliyekuita alikuwa na sababu ya kukuleta karibu na mimi. Aliyekuita hapa na sababu ya kukuleta karibu na mimi. Sijakuandikia barua ufike karibu na mimi. Kama ulikuwa umejiandaa kwa kusherehekea hiyo Easter, enda hiyo chakula tupia mbwa. Na uchemshe chai rangi unywe. Ufanye kama ule mwenye aliwapigia simu na usiku akawaambia piga matita matatu corona itaondoka. Kwa lazima mkapiga matita matatu ya chai rangi, mkafanya kazi nzuri ya ketepa. Unaamsha usiku, Yesu amesema, mtoto ameongea, Yesu amesema dawa ya corona ni chai ya rangi matita matatu. Kapiga matita matatu kabisa. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maandiko imesema ya kwamba mtawaambia hivi watoto wao. Hebu soma. Wakati watoto kama hawa watakuuliza, "Ni nini unafanya?" Maana hii Pasaka utaishika, kasome ndani ya kitabu cha Kutoka, timiza. Hawa hawajui, watakuuliza. Sikiza jibu yao. Soma. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza. Kama hawa wameketi pale, tunapofanya Pasaka wanajua kitu? Hawajui. Neno linasema vizuri, wakati watoto watakapouliza ni nini maana yake utumishi huu kwenu. Ni nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Mungu. Ni dhabihu ya nani? Simameni juu. Hizo zenye mlikuwa mmeambiwa saa Easter ni gani na hii ni gani? Simama juu. Ndio naona nchi imekaa na kilio. Weka wimbo kuabudu watu hao watu wote. Kila mtu tu. Kila mtu tu. Just repent, because today there is a miracle inaenda kutendeka kwako kwa kutii sauti ya Mungu. Maandiko yanasema ndani ya kitabu hicho cha Kutoka 23 verses number 15 inasema, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako kwa kula tu. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Hebu soma 23 hapo verse number 15. Ukitii hii nitakuondolea ugonjwa kati yako. Kuna watu wagonjwa, ugonjwa usiotoka. Wewe unaambiwa tu na Mungu kula hii, wewe ndio unachemsha, unakula. Si yeye anakula, lakini sikukuu si yako, ni yake. Haleluya. Sikukuu si yako, sikukuu ni yako. Ukitaka hizo sherehe zingine za kuweka, haja kukatasha. Siku weka. Verse number 15, 23 verse number 15 hebu soma. Nanyi mtamtumikia Mungu. Verse number 25. 23-25. Nanyi mtamtumikia Mungu, Mungu wenu. Nanyi mtamtumikia Mungu, Mungu wenu. Nanyi mtamtumikia nani? Unapotubu uondoke hii, umtumikie Mungu. Nanyi mtamtumikia nani? Mungu, Mungu wenu. Hamtatumikia huyo mwenye aligeuza Pasaka akaita Valentine, na akageuza Pasaka akaileta tunakumbuka kufa na kufufuka. Wewe nani aliua? Unajua jinsi ya kuua. Wewe unaua tena unaanza kumhukumu ya vile unajua kuua. Nani waliyemuua? Ni mabisho, makibisho, mafara na mama. Wakajifunga wasile. Taifa ndiye alikuwa popo. Wazazi taifa. Wakaitwa mbindi ya vikosi. Hakuhawa na walevi. Hata ongera sana kwa walevi. Mnasema mlevi hawezi akaongeleshwa na Mungu. Ataongeleshwa. Nilikuwa ananiambia hubiri Ibrahim, namwambia si hubiri. Kwanza sasa hiyo ndio nachukua. Hiyo bia. Nikiweka kwa mdomo ananigongesha, naitoa naweka kwa karatasi. Akinigongesha nimeoga. Maana sitaki kuhubiri. Nataka mapasta hao na vitabu vyao. Tusalimiane kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni nani atakayeonekana mfalme? Mbinguni mpigwe. Pasaka hii ya Mungu itendwe ndani ya Kenya nzima. Uone anga hii kigeuka. Mwanze kuona vitu hamjaona duniani.
Kristo. Ikigeuzwa hii Pasaka hii yenye neno hapa iliwe Kenya nzima, hakika mtaona mambo mtaona duniani. Anga hii itageuka. Yusi tumeitana hapa yule Al-Shabaab wakiingia kwa shimo wanatolewa na makerubi walipopiga blast katika nyumba ya KCC. Tukaitana kwa Mungu, akiingia kwa shimo anatolewa na maji, na Kenya nzima ikawa kila kona, na hapa katikati iko empty, lakini chini ni wingu nzito na radi zinapiga ni saa zote ikitetea Kenya. Nanyi mkatuma askari mkaenda mpaka unapiga mtu mpaka unaenda mkakaa kwako. Hata kama ni wewe nikupiga na nikuje kuweka nije kukaa hapo kwa sababu lazima utatafuta mimi na kunipiga. Nimekupiga nimekupeleka kwako mpaka nimekuja kuketi hapo mpaka nimeketi imekuwa ni kwako. Sitapendana. Tutapigwa ama tutapigwa. Kwenda kuweka kambi huko basi sasa imekuwa vipi? Kolemboi. Salimiana kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Leo hii utatubu. Maandiko inasema nini? Nanyi mtamtumikia Mungu wenu. Nanyi mtamtumikia Mungu wenu. Naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Chakula inabarikiwa, maji inabarikiwa. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Sasa unataka hii ubarikiwe maji na chakula yako na uondolewe ugonjwa, ama unataka ukae na maji imelaaniwa na ukae na chakula imelaaniwa na maana na ugonjwa kwa mwili? Maandiko yanasema mtumikie Mungu wako, naye atakibariki chakula chako tena na maji yako. So apata kuwa mwenye kuharibu mimba. Hebu rudia nyuma kidogo. 25. Nanyi mtamtumikia Mungu wenu. Naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Mke zote kila mtu anze kutubu makosa yako, matendo yako. Si umejua kosa zako? Kuna mtu hajajua kosa yake? Niko na wengine hapa hata nikiwaambia fanya, unamkuta ameenda amechukua kondoo. Hajui kichwa likatiwa wapi. Mbeba njaa. Tutaleta kazi hapa. Nitaleta kampuni. Hapa ndio watu wapate ajira, wapate kazi, waache utoto. Haleluya. Kila mtu akiomba hatu mwambie Yesu mwana wa Mungu, jamani nisamehe. Haleluya. Mwambie nisamehe. Amesema nitaondoa ugonjwa kati yako ukimtumikia Mungu. Kwa hivyo mwenye ugonjwa ataambiwa wewe achana na mtoto. Achana mtoto wangu. Nasema zungumza